Yes, bana, karibu mwanamichezo kupitia Kawabe Media, sehemu pekee ambapo tunakupa utondoti wa taarifa bora ambazo zinatufikia hususan ni za kimichezo. Mimi naitwa Rama KG nikizungumza kutokea hapa, na hii ni mara baada ya ile kesi ambayo ilikuwa inaisumbua Young Africans. Simba walipoishtaki Young Africans kwamba wana wachezaji zaidi ya 13 ambapo inasemekana wamevunja kanuni ya ligi kuu soka Tanzania bara kwa kumbadilisha uraia Mohamed Damaro na kuwa Mtanzania. Kwa hivyo Young Africans inavyosemekana wana wachezaji takriban 13 ambao ni wa kigeni, lakini mwanasheria wa Simba Sports Club alifika siku ya kwanza na kesi ikarushwa mbele kwa sababu Young Africans na upande wa Mohamed Damaro hawakufanikiwa kufika. Sasa leo hii mwanasheria wa Simba Hosea Chamba amefika tena ilipo shirikisho la soka la mpira wa miguu Tanzania TFF pale jijini Dar es Salaam Ilala, na kuweza kufuatilia shtaka hilo lipoje mpaka hivi sasa, lakini inavyoonekana ni kama wameshindwa. Na taarifa kutoka shirikisho la mpira wa miguu Tanzania inasema kamati ya sheria na hadhi za wachezaji ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF imetupa shauri la klabu ya Simba kuhusu uhalali wa mchezaji Mohamed Damaro Kamara. Simba iliwasilisha malalamiko mbele ya kamati hiyo ikipinga uhalali wa usajili wa Kamara kwa madai unaifanya Yanga kuwa na wachezaji 13 wa kigeni baada ya 12. Klabu hiyo ilidai usajili wake umekiuka kanuni ya 62 kifungu cha kwanza ya ligi kuu pamoja na kanuni ya shirikisho la kimataifa la mpira wa miguu FIFA. Kamati katika uamuzi wake ilisema usajili wa Kamara hauna dosari kwa vile haubanwi na kanuni zilizowasilishwa na klabu ya Simba. Uamuzi kamili wa shauri hilo utatumwa kwa mlalamikaji ambaye ni klabu ya Simba. Kwa maelezo sasa ya kamati ambayo ilikuwa inashughulikia shtaka hilo kutoka pale TFF, imeweka bayana kwamba mchezaji huyo kutokana na malalamiko ya Simba basi habanwi na kanuni hiyo. Hivyo Mohamed Damaro ni mchezaji halali wa Young Africans akicheza kama Mtanzania kutoka kule Mwanza. Ikisemekana kwamba amezaliwa katika hospitali ya Bugando bwana, ni masihara, lakini ndivyo hivyo bwana. Shtaka hilo limetupiliwa kando na madai kamili namna ambavyo kesi hiyo imeisha, basi TFF italituma shtaka hilo rasmi kwa email ya klabu ya Simba Sports Club. Sasa tutete jambo mimi na wewe Mtanzania mwenzangu ambaye ni mdau wa soka. Hivi shtaka hili limewezaje kutafutiwa ufafanuzi pasipo upande wa mshtakiwa kufika pale TFF, ambapo mwanasheria wa Simba Hosea alisikika akisema kwamba ndio siku ya kwanza tumefika, Young Africans hawajafika, na hata upande wa msimamizi wa Damaro hawajafika. Na leo hii pia amesikika akisema kwamba tumefika sisi upande wa Simba, lakini pia kamati ya TFF ipo, lakini kubwa sasa ambalo linatuchangaza, Young Africans hawajafika na upande wa Damaro hawajafika, lakini kamati imejiridhisha na kuweza kutoa hukumu ya moja kwa moja kwamba mchezaji huyo ni halali. Tujiulize mimi na wewe, imewezekana vipi kamati hiyo kutolea ufafanuzi wa shtaka hilo na kuifuta kesi pasipo Young Africans kufika katika kesi hiyo? Ni swali ambalo mimi na wewe nakuachia tujiulize mimi na wewe Mtanzania mwenzangu. Mimi naitwa Rama KG, Instagram unanipata hivyo, nikizungumza kupitia mic za Kawabe Media kukujuza hiki ambacho kinaendelea hivi sasa. Mwana Simba una maoni gani? Mwana Yanga una maoni gani? Tuachie komenti yako hapo, tutapita nayo namna ambavyo TFF wameondoka kwa namna hiyo na shtaka hili ambalo limepelekwa na Simba Sports kuhusiana na uhalali wa mchezaji Mohamed Damaro kutumikia Young Africans kama mchezaji mzawa. Bye bye.